Baada ya kuleta ufafanuzi huu katika siku za nyuma na kusema kwamba shekhe katika hili amekosea na yeye ni bashar, mwanadamu, na yeye ameshafariki na kitabu kipo na hoja inatumiwa na nyimbo zaimbwa, kukaa kimya kutotanabahisha kosa hili kutaendelea kuwapa dhana ya watu au kuamini kwamba ni hoja ya sawa. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni kweli kujuzisha. Kwa hiyo kuyakalia kimya haya ni kuruhusu hilo. Kwa lazima watu wabainishiwe kwamba si kweli kwa hoja 1, 2, 3, 4, 5 kama zipo. Na huu ni utaratibu wa kielimu. Sasa kwa kuwa yeye ashafariki lakini ameacha wanafunzi nyuma. Kwa hiyo wanafunzi aliowaacha ndio watakiwa wamjibie kama waona kwamba kuna haja ya kujibu, na wala sijamlazimisha ajibu fulani kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba lazima fulani ajibu. La, lakini wanafunzi wapo. Kama una hoja lete, umjibie shekhe wako kwenye jambo hili ambalo sisi tunaona kwa uwazi kabisa kuwa amemsingizia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na hili tulilifanya pia hapo kabla. Yuko shekhe mmoja wa kule Mamburui, sharifu mmoja, aliwahi kuzungumza wazi na maneno yake kwa YouTube akidai kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amesema kwamba mtu akihudhuria katika hadhara akitajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu asicheze, basi kufanya hivyo ni qaswatun wa jafaa. Kwamba kufanya hivyo ni ususuavu. Tukaja hapa na kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tukakisoma, tukaona kwamba si maana yake sivyo alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah azungumza kitu kingine, lakini sharifu huyu, shekhe huyu, kwa maksudi akaamua kupotosha. Sasa kwa kuwa hawa watu wana tabia na kasumba za kuwatetea mashekhe zao hata kama kwa batil, wakakosa majibu ya kujibu. Wakaja mmoja nasikia akazungumza, kumsikia lakini anasema tamjibu mwana wa chuoni mkubwa kama huyu, wewe uweze kubeba viatu vyake. Sasa ndio majibu ya kielimu. Nilikwambia nitakubeba viatu vyake. Lakini sasa ni watu wanapokuwa wamefilisika katika hujja, basi wao wanakimbilia katika kushambulia bila ya staha wala heshima wala lolote, kujisemea tu. Na tutakuja kuyarudia maneno yake insha Allah ili lidhikra wa tarikh. Msikie maneno yake anavyosema na majibu ambayo sisi tumeyataja na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anavyosema.